Basi tunakukaribisha katika shule ya Biblia leo siku ya Jumapili Novemba mosi mwaka wa 2020. Tuko katika kitabu cha Yohana mlango wa 11. Tumesomewa mlango wa 11 wa Injili ya Yohana na tunaendelea na mfululizo huu. Tumesomewa jumla ya mistari 57, ni mingi. Kwa hiyo inaonekana tutakaa humo tena kwa muda kama wiki 3. Tumesomewa kisa kikubwa cha kufufuliwa kwa mtu maarufu sana kwenye Biblia anaitwa Lazaro. Sio maarufu kwa maana kwamba alikuwa na vitu vingi vya ajabu, hapana, alikuwa tu ni mtu ambaye nguvu za Mungu zilionekana katika maisha yake. Maarufu wetu unatakiwa utokane na nguvu za Mungu katika maisha yetu na kutembea kwetu na Mungu. Kwa hiyo Lazaro alikuwa ni mtu kimsingi hohehahe maskini, lakini nguvu za Mungu zimfunika, na ni miongoni mwa visa ambavyo tunaona vinaelezewa kwa undani sana habari za kufufuliwa kwake. Kristo alifufua watu wengi sana, lakini hiki kisa kinaenda kwa undani sana. Hiki kisa kinafanana na kisa tulichokiona kwenye mlango wa 9 wa mtu kipofu ambaye alikuwa kipofu tangia tumboni mwa mama yake. Alizaliwa kipofu na alikuwa mtu mzima, basi Kristo akamfumbua macho yake. Sasa hivi visa viwili katikati tuliona tu mahubiri ya Kristo mlango wa 10. Kwa hiyo tutakuwa tunarejelea kile kisa cha kufumbuliwa macho kwa yule kipofu. Na hivi visa viwili vinaonekana ni vitu vilivyofanya Kristo achukiwe sana. Dunia leo inachukia mtu anayeokoa watu. Inachukia mtu anayehubiri wokovu na uponyaji. Maana hii ni taswira ya wokovu. Wao watu waliokoka. Pamoja kwamba walipona kimwili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimefanya Wayahudi, na hawa watu wote walikuwa Wayahudi. Matendo mazuri aliyofanya ndio walifanya wamchukie zaidi. Kwa hiyo kama ilivyokuwa wakati wa Kristo ndivyo ilikuwa sasa. Kwa hiyo tutaendelea sasa na hiki kisa. Nimeona kuna vitu vingi kwa kweli kujifunza. Mistari 57 aliyokuwa anahubiri Kristo ni mingi sana. Ni mingi, lakini kwa wastani tutakaa kama wiki 3 kama nilivyosema, na nimeona wastani wa hoja kama 14. Tutaona hoja 14, lakini zote zitakuwa zimejengwa juu ya huku kufufuliwa kwa huyu Lazaro. Na Lazaro tunajitahidi kuzima simu. Na Lazaro alikuwa kwenye mji wa Bethania. Kwa sababu inaingilia hata mahubiri. Nimepoteza hoja yangu kabisa. Lakini ngoja niitafute tena. Nitafute tena hoja hii. Hiki kisa cha kufufuliwa, ninaomba tujifunze kitu kimoja kabla tujaenda kwenye hoja moja. Huku ni kufufuliwa kwa mwili. Huyu Lazaro na watu wengine waliofufuliwa na Kristo baadaye walikufa. Mtu wa kwanza, nafsi ya kwanza kufufuliwa, ufufuo ule usioharibika ni Kristo. Ndio Biblia inasema Kristo ni mzaliwa wa kwanza katika hao waliofufuliwa. Kwa hiyo hivi leo hii kuna makanisa, nianze kuifafanua kidogo. Kuna makanisa ambayo mengine yanaitwa ufufuo si na uzima. Yaani wamewekeza katika vitu vinavyoitwa kufufuliwa. Nani aliyeruhusu kifo kimpate mwanadamu? Ni Mungu, si ndio? Hili tukio la kufufuliwa sio kusema kama Mungu hapendi watu wafe. Hapana, ndio ratiba aliyoiweka. Angetaka watu wasife angezuia. Lakini ndivyo alivyotengeneza mpango wake wa maisha wa mwanadamu na viumbe. Lakini kuna makanisa yanajifanya yanawekeza katika ufufuo wa miili ambao wanakuja kufa tena na hawafufui. Basi la kusikitisha, kuna wengine wanakuambia tutakuja sisi kumfufua nani, tujiandae, na siku inapangwa kabisa, alafu wanaenda anafanya geresha mtu hajawahi. Wanakuambia sisi wana misukule. Misukule ni vitu gani? Niambie Biblia imeandika misukule wapi? Hao ni wachawi kwa jina la Kristo. Lakini hiki kisa cha kufufuliwa kwa Lazaro, lengo lake sio kwamba tufute mauti. Siku moja kuna mtu mmoja, ngoja niseme kidogo. Kuna mtu mmoja miaka kama 2 iliyopita, 3.
kuna nabii mmoja sijui nabii feki. Anajiita sijui Alpha Lukao. Yuko huko Zimbabwe. Alienda wakachukua jeneza, wakamtafuta na mtu akamlipa hela na wakamuingiza humo na nini, baadaye alikuja kukira akasema nilipa 30,000 za huko kwao. Na bei inajulikana. Alafu akawa anakanyaga lile jeneza anasema, "Ewe mauti, kuko wapi kushinda kwako?" Sio mauti, hata Kristo aliyemfufua Yesu baadaye alikufa. Mauti tunayoyashinda sio haya. Tunashinda mauti ya rohoni. Tunashinda hukumu ya milele. Akatumia maandiko yaliyomo, bado yuko kwenye utangulizi. Akatumia maandiko yaliyomo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Anaosema kwamba adui wa mwisho, anasema adui wa mwisho, ili kusudi tujue kwamba tumeshinda mauti, lazima adui wa mwisho wa kutupwa katika jehanamu ni mauti yenyewe. Maadamu bado mauti yapo, hata ukifufua bado unajidanganya. Lengo la hiki kisa sio kusudi, lengo lake kubwa ni ili kusudi watu waiamini nguvu ya Mungu waokolewe. Ni kwa ajili ya watu waweze kupata ule ufufuo usioharibika kwa kumwamini Kristo. Kwa sababu walikuwepo watu wengi waliokufa, lakini alifufuliwa huyo mmoja. Kwa hiyo ufufuo unaotangazwa makanisani, leteni siji, wengine wanakuambia leteni wafu. Sasa siji tutabeba na wafu wako utapeleka. Leteni wafu wagonjwa, leteni tutafufua. Ni maneno ya uongo. Ni maneno ya uongo. Ni rahisi kutamani kwamba iwe hivyo, lakini sivyo ilivyo. Kwa hiyo kwa vile sivyo ilivyo, basi ni kujidanganya hata kama tunatamani iwe hivyo. Basi tutaenda sasa katika kile kisa. Katika kile kisa cha kufufuliwa kwa Lazaro. Hoja kubwa tunayoipata humu ni kwamba kichwa kabisa cha somo lenyewe ni kufufuliwa kwa Lazaro. Lakini tuanze na hoja moja. Hoja ya kwanza tunaipata ya ndogo katika hiyo ya kufufuliwa kwa Lazaro ni kwamba ugonjwa au mauti na hasa huu wa Lazaro, hoja ya kwanza huwapata watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tunakosema kuna matatizo, hoja ya kwanza kabisa, matatizo yanawapata watu, kuna matatizo yote. Kuna matatizo yanawapata watu ili kusudi Mungu aweze kutukuzwa. Tuanze tusome katika mstari wa kwanza na wa pili tutauacha kidogo, tutaanzia mstari ule wa 3, alafu baada ya mstari wa 3 tutarudi kwenye mstari wa kwanza na wa pili. Tuanzie mstari wa 3, anasema hivi. Anasema basi wale maumbu ni madada Martha na Mariamu, wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Mstari wa 4 anasema hivi, naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu aweze kutukuzwa. Yaani mahesabu ya mbinguni, mtu anaweza hata akafa. Mtu anaweza hata akaugua, kwa sababu huyu alianza kwa kuugua. Anasema ugonjwa huu na haya mauti ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Naomba tutulie kidogo, tuangalie mbele. Nakuwa na kuangalia, kwa hiyo lazima nikuone. Kwa hiyo tunaona kwamba kulingana na Kristo anasema huu ugonjwa uliompata ambao ulikuja kuzaa haya mauti vilitokea ili kusudi Mungu aweze kupata utukufu. Kuna na hayawapati watu wengi. Kuna wacha Mungu wengi wanapitia mateso. Inaweza ikawa ni ugonjwa. Inaweza ikawa hata mauti. Inaweza ikawa ni shida, inaweza ikawa njaa. Inaweza ikawa matatizo. Ili kusudi Mungu aweze kutukuzwa. Kama ilitokea wakati wa Lazaro, inaweza ikatokea kwako na mimi. Na tutaiona sehemu nyingine katika Biblia. Tunaweza kupitia katika shida nyingi, katika tabu. Na hii mara nyingi inawapata wacha Mungu. Tabu nyingi zinazowapata walimwengu sio kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hapana. Ni kwa ajili tu ya mapigo yao wenyewe. Lakini kwa mtu Lazaro tunamwona, hawa watu wakija kuona hawa maumbu zake, Martha na Mariamu. Tutaona sehemu nyingi. Walikuwa na uhusiano mkubwa sana na Yesu.
walikuwa wacha Mungu kweli hawa watu. Na Yesu alipokuwa akifika tu Bethania lazima afikie kwao. Ilikuwa ni kama nyumbani kwake. Tunaona hata mlango wa 12 ataingia pale. Baada ya wiki 3 nadhani karibu tutafika huko labda mwezi wa 12 mwanzoni au mwishoni mwa mwezi huu. Tutaona ataingia Bethania lakini tutagusa huko leo. Kwa hiyo tunaona hawa watu walikuwa marafiki wa Yesu. Leo hii kuna marafiki wengi wa Yesu, wacha Mungu wa Yesu. Watu wanaompenda Mungu. Biblia inasema mkinipenda mtashika neno langu. Watu wanaoshika neno la Kristo. Wanapitia tabu, wanapitia mateso, wanapitia magonjwa, wanapitia njaa, wanapitia shida, wanapitia umaskini, wanafanya nini au vitu vyao haviendi sawa kwa sababu unaweza kusema waweze kumtukuza Mungu. Unaweza kusema sasa Mungu atatukuzwaje? Hivi unajua kwamba mtu akiwa kwenye shida ni rahisi kuomba kuliko akiwa kwenye neema, ndio sio? Mungu anapoona kuna mtu amepiga magoti, ameomba, yuko kwenye maombi, Mungu anapata utukufu kuliko wakati watu wako wanaserebuka kwenye pombe. Sasa hebu niulize, mtu ambaye yuko kwenye tabu hata uwezekano mkubwa ni kwenda kwenye pombe kuserebuka na kwenye anasa au ni kwenda kwenye magoti na kumuomba Mungu? Kipi kinamtukuza Mungu katika hayo mawili? Kumuomba Mungu. Anaweza kama mtu alikuwa kanisa liko huku, yeye njia zake ziko huku. Matatizo akampata, akajikuta amemrudia Mungu. Akaanza kulitafuta kanisa na kusanyiko la Mungu. Sasa sina maana kwamba muda wote Mungu anapenda yatupate, hapana. Mungu yanatupata hivyo mara moja. Na hiki kisa hatuvipati vya namna hii vingi. Kuonyesha kwamba sio vingi katika maisha yetu. Na kuhakikishia ukimcha Mungu hivi visa havitakupata. Kinaweza katokea kimoja katika historia yako nzima. Na hapa tunaona ni kisa kimoja. Kwa hiyo tujue hilo, na hili jambo lina turudi nyuma wakati tunahubiri kwenye mlango wa 9 kwenye habari za kipofu yule tuligusa tuguse kule tena alafu tuendelee. Ukisoma katika mlango wa 9 mstari wa hii ni Yohana mstari wa 3 Biblia inasema hivi, jambo kama hili linatokea. Ukiona jambo linaelezwa na Biblia mara moja, mara mbili, mara tatu, ujue ndio utendaji wa Mungu katika hali kama hiyo. Tusome mstari wa 3 anasema hivi. Yohana 9. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Unaona kwamba ni hoja moja. Kwamba huyu mtu alipata mateso, akazaliwa kipofu, akawa mtu mzima, kimsingi alishindwa, alikuwa hana hata familia. Tabu zake zote sio kwa sababu tena dhambi, sio kwamba kuna tatizo lilifanyika, ni nini? Ni kwa sababu tu siku fulani akutane na Kristo, Kristo amponye ili kazi ya Mungu iweze kudhihirika. Na aokoke huyu mtu. Na tunaona sasa huyu aliugua tu. Sasa kwa Lazaro inaenda mbele mpaka anapatwa na mauti kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ikitokea ikatukuta, tusimlalamikie Mungu. Tusimseme Mungu kwa upumbavu. Ni kama aliyomkuta Ayubu. Biblia inasema katika shida, katika mambo yote Ayubu hakumsemea Mungu upumbavu. Kimsingi ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sio kusema kwamba alikuwa anaongea mambo ya kumsifu Mungu kwenye tabu zake, hapana. Alikuwa anaomboleza. Ukipata shida, kuomboleza sio jambo baya mbele za Mungu. Kulia sio mbaya. Hata Yesu tunamwona analia kwenye sura ya leo. Kwa hiyo kuna muhuni mmoja ana kanisa linaloitwa Ufufuo na Uzima. Namuita muhuni kwa sababu ni muhuni kibiblia. Eti alifiwa na mama yake akazuia watu wasilie kwa sababu ni makosa kulia, kwa sababu mbele ya Kristo hakuna. Kristo mwenyewe ndo analia. Mariamu anaenda kulia, anaenda kumpokea kukutana na Kristo, lakini watu wanafikiri ameenda tena kuomboleza kaburini. Mungu anataka tulie, tuomboleze tunapopata na shida, lakini tusitende dhambi, lakini tusimnenee upumbavu. Tusimnenee upumbavu, lakini kumlilia. Kumwambia kwamba Mungu haya yote yamenipata kwa sababu umefanya hivi. Mungu anasema tena ninafurahi kwa sababu huyu anajua kwamba ndio utendaji wangu. Kwa hiyo tunaliona kwamba Kristo taona baadaye alilia kwenye mstari wa mbele kidogo pale. Mstari wa 35 nadhani. Huko mbele. Kwa hiyo tunaona kwamba hili swala linatokea sehemu nyingi. Lakini twende sehemu nyingine tofauti. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume.
Kwa nini tunasisitiza hiki? Kwa sababu kwanza Biblia imekisisitiza. La kwanza. Tunasisitiza hiki kisa kwa sababu Biblia imekisisitiza. Lakini pia ni kwa sababu ni vitu ambavyo vinawapata Wakristo na wao hawajui, kwa sababu wamezoezwa kuambiwa kwa Yesu tambalale, muda wote utaenda kwa Yesu vitu vitakuwa vizuri, na wanakuwa wanadanganywa. Haviwi tambalale. Haviwi tambalale. Yaani vinawapata sawa sana ambavyo Mungu anapenda, lakini wanahubiriwa tofauti. Wao wanaambiwa kwa Yesu tambalale. Sawa, inaweza kuwa tambalale, lakini kuna wakati tutokea kama hii ya Lazaro. Unataka kuniambia kwamba nyumbani kwa hawa maumbu wawili wamefiwa na kaka yao, na inaonekana walikuwa kama mayatima? Hatuoni habari za wazazi wao. Walikuwa ni wadada wawili na kaka yao. Wanafiwa na kaka. Wanaanza kusema kwamba kwa Yesu ilikuwa tambalale hapa? Ilikuwa tambalale kwenye msiba. Lakini je, Yesu alikuwa katikati yao? Hakuwepo katikati yao. Alikuwepo katikati yao. Alikuwepo katikati yao. Kwa hiyo ni mahubiri tu ya wanadamu, lakini kwa sababu wameamua hivyo, basi huwezi kuwazuia, lakini Biblia haifundishi hivyo. Twende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9. Tuone na mlango wa 9 Matendo ya Mitume mstari wa 15 Biblia inasema, mlango wa 9 wa Matendo ya Mitume ni kwa habari za Paulo alivyokutana na nguvu ya Kristo akaokolewa. Kama kuna mtoto amesimama nje, naomba aingie ndani. Naomba mtoto aingie ndani apewe sehemu ya kukaa. Naona mtu anachungulia pale. Matendo ya Mitume 15, 9:15 na 16 anasema hivi. Tena mtu anasema hivi. Anasema lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo changu kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana mstari wa 16, nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Huyu ni Paulo, anaitwa katika utumishi wa Kristo. Anatolewa kule duniani, alikuwa kwa Mafarisayo, alikuwa mtu wa dini, lakini alikuwa sio mtu wa Kristo. Alikuwa hana kweli, lakini alikuwa mtu wa dini. Na Biblia inasema alikuwa anaitesa njia ile, alikuwa anamtesa Kristo. Kwa sababu nyuma alikuwa ametoka kukutana na Kristo. Kristo akampiga mwanga mkali sana, akaanguka chini, akakula siku 3. Akamwambia, mimi ndiye Kristo unayemtesa. Sasa anamwambia namna ya kuokoka, na hakuokoka. Anasema nenda sasa ukapate wokovu wa kweli, utafika Damascus kule Tarso Damascus. Utamkuta mcha Mungu mmoja anaitwa Anania. Sasa Anania anasema, Kristo, huyu mtu nimesikia habari zake, ni muuaji huyu. Kristo akamwambia, anasema usiogope. Ndio tumetoka kusoma. Anasema nimeishamwambia na nimeshamjulisha mambo mengi atakayoteseka kwayo kwa ajili ya utukufu wangu. Kwa hiyo tunaona kwamba Paulo anatolewa katika anasa za ulimwengu huu, katika nguvu na mamlaka na cheo chake na elimu zake, anaingizwa katika mateso, na kweli alipitia katika mateso. Ukisoma katika Wakorintho wa pili mlango wa 11 anaonyesha orodha ya mateso yake tu machache. Lakini sehemu zote alikuwa kwenye mateso. Na sehemu nyingine anasema, mimi ninajua Roho Mtakatifu ameshaniambia kwamba katika kila mji naoenda vifungo vinanisubiri. Lakini Mungu anasema nimefanya hivyo ili kusudi aweze kuwa chombo changu kwa ajili ya utukufu wangu. Mtu usome ule mstari wa 16 tuelewe tena. Anasema kwa maana nitamwonyesha yalivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Kwa hapa kwa Paulo kwa Yesu tambalale? Hapana. Sasa naomba tusiwe na tuwe na tabia ya kupenda kweli. Hata kama haivutii. Kweli hakuna anayependa mateso. Mimi mwenyewe sipendi mateso. Lakini kama Mungu anasema kwamba huyu mtu atakufa ili kusudi afufuliwe, na tutaona mtu hafikii hatua ya kufa kama Lazaro bila kupitia mateso. Mpaka anakufa kabisa na anatoka mwilini, maana yake ule ugonjwa umemuumiza muda mrefu sana. Kama ni ameenda hospitali ametobolewa kweli kweli, amechoma, ameumizwa,
na ugonjwa umemuumiza mpaka umemuua. Lakini Kristo anasema hii nimeifanya ili kusudi nitukuzwe mimi. Sasa huyo ndo Kristo, tutachagua Kristo mwingine. Nani anatafuta Kristo tofauti na huyu? Ndio huyu. Ndio anayesema hivi. Lakini anasema furaha ninayowapa ninyi hakuna mwingine anaweza kuwaondolea na hakuna anaweza kuwapa furaha namna hiyo. Bado katika Kristo atatupa kula, atatupa kunywa, atatupa kufurahi, atatuponya. Na nimesema mateso kama haya hayatokei mara nyingi. Unaweza ukapitia maisha yako yote usikutane nayo. Au unaweza ukakutana nayo kwenye hatua moja, sehemu nyingine yote ukawa uko katika ulinzi wake. Na hata hapa ni katika ulinzi wake. Kwa hiyo tutarudi pale tunaona kwenye, na hii inapatikana pia sehemu nyingine. Twende katika kitabu sehemu nyingi alafu tutoke. Twende katika kitabu cha, tusome sehemu nyingi. Twende Agano tumalizie Agano Jipya sehemu 2. Waebrania 12:6. Hoja ya watu kupitia mateso, kupitia shida ili kusudi utukufu wa Mungu uweze kuonekana. Kazi za Mungu ziweze kuonekana. Tusome Waebrania 12:6. Biblia inasema hivi. Waebrania 12:6 anasema hivi. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Yaani haya ni kama mapigo, ni mateso. Anasema yeyote ambaye Mungu anampenda, yani yuko karibu na Mungu, anakuwa anamrudi. Kumrudi ni kama kumchapa na kumnyoosha. Anasema na yeye ni kama, anasema anamchapa, anamrudi yule mtoto, humpiga kila mwana amkubalie. Yule ambaye amependezwa naye, Mungu amependezwa naye na yule mtoto amemkubali Mungu. Anasema lazima atakuwa anamchapa ili kusudi amnyooshe, ili kusudi awe msafi, awe mnyoofu, asije. Sehemu nyingine anasema asije akapata mapigo ya dunia. Ni sana mtu unaweza ukakataa kumchapa mtoto na kumfundisha njia ya haki ukaona kama ni kumuumiza, lakini unamtunza aje apigwe na dunia. Aje awe kibaka, akae ndani miaka 5. Sasa si bora ungemchapa viboko viwili wakati anakuwa kuliko kuja kuwa kibaka akafungwa miaka 5 akapigwa akavunjwa kichwa. Ndiyo maana yake. Anasema yule mtu ambaye hii ni mfano wa mateso ya mambo ambayo anaweza kumpata mcha Mungu. Ni mfano wa mambo ya namna hiyo. Mojawapo ni jambo linalotokea bila hata dhambi, bila kosa, bila nini nyingine, ni pale ambapo hakuna mwanadamu ambaye hana makosa. Makosa yetu madogo yanachapwa ili kusudi tuweze na katika kuchapa mtu hataona furaha, ataona kama anapitia matatizo. Na hii inapatikana sehemu nyingine. Mtu ende katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 19. Ufunuo 3:19 anasema hivi. Ufunuo 3:19 anasema hivi. Ufunuo 3:19. Nitaomba watoto watulie. Nitakuchapa. Ufunuo 3:19 Biblia anasema wote, sikiliza Mungu anasema mwenyewe. Huyu ni Kristo anasema. Wote ni wapendao mimi na wakemea. Leo hii watu hawataka kukemewa. Watu hawataki kukemewa na neno la Mungu. Hawataki kusikia mtu akihubiri anakemea. Lakini anasema kama mimi ninakupenda, kama mimi ndio nahubiri na neno la Mungu limetoka kwangu, mstari wa 19 anasema wote ni wapendao mimi na wakemea. Leo hii Wakristo wanataka kukemewa? Tuseme wote. Ndio hapana. Sasa hawataki sauti ya Kristo. Kristo anasema wote ni wapendao mimi. Nani anataka kupendwa na Kristo? Nadhani wote, si ndio? Basi tuwe tayari kukemewa. Anasema ni wale tu ninaowapenda ndio ninaowakemea. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi. Kurudi ni kumchapa, ni kumwadhibu adhabu ndogo inayoweza kumrudisha katika mstari. Basi uwe na bidii ukatubu. Yaani Mungu anataka tuwe tunatubu muda wote tutoke. Kutubu kimsingi sio kusema Mungu niacha dhambi hapa. Kutubu ni kugeuka. Ni kuchukua njia kuacha ile njia ulikuwa umeendea ukageuka upande wa pili. Ambayo ni pamoja na kuacha vile vitu vibaya, lakini muktadha wake ni mpana kidogo. Hebu twende kwenye, tutafunga kwenye hatafunga bado. Twende katika kitabu cha Isaya. Isaya mlango wa 53. Isaya 53 anasema, Isaya 53 kwa wale ambao tulikuwa wote wakati tunasoma kitabu cha Isaya ile milango 66. Nakumbuka ulikuwa ni mlango unaoongelea Kristo katika Agano la Kale kuhusu kuteswa kwake.
Isaya alionyeshwa habari za Kristo kabla hajaja, miaka 700 kabla ya ujio wa Kristo. Sasa alikuwa anaongea kana kwamba ameyaona mateso ya waziwazi ya Kristo. Sasa tuone Isaya 53 mstari tusome wa 10. Biblia inasema hivi, Isaya 53:10 inasema hivi: lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Anasema utakapofanya nafsi yako yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi. Mungu anasema aliridhika kumchubua Kristo. Sasa kama inafanyika kwa mwana wa Mungu wa pekee, si zaidi sana kwa sisi wana wa Mungu wa kuasili. Sisi ni wana wa kuasili, ni wana sio wazaliwa moja kwa moja, ni tumepokelewa, ni wazawa, ni warithi pamoja na Kristo ndio, lakini tumeasiliwa. Hatukuzaliwa uzao wa kwanza kabisa kutoka kwa Mungu. Sisi ni uzao wa Adam, lakini tukaingizwa katika uzao wa Mungu. Sasa anasema hata Kristo mwenyewe alimchubua ili kusudi aweze kupata utukufu wake. Sasa kama imefanyika kwa Kristo, inaweza kufanyika kwangu. Na tuende kwenye Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari wa 71 anasema hivi. Zaburi ya 119. Zaburi ya 119 mstari wa 71, Biblia inasema hivi. Anasema hivi: ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa. Lazima tufike sehemu fulani tuwe tayari kusoma na kukubali vitu ambavyo Biblia inavisema wanadamu hao wengine hawaviwezi kuvikubali. Wanavikataa. Wanamtaga Mungu kwa maneno lakini hawataka kusikia maneno yake. Lakini Biblia anasema ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zake. Unajua mtu anapoteswa ndipo anatafuta kanisa, anaweza kuhubiriwa. Lakini wakati huko kwenye anasa zake hawezi kujifunza amri za Mungu. Anasema ilikuwa ni vizuri. Ni bora niliteswa. Ni kama labda mambo yamebadilika siku hizi, lakini zamani watoto walikuwa wanateswa, wanaenda kwenye mashule mbali huko aweze kupata ile elimu. Ungeweza kusema ilikuwa ni vizuri kwamba aliteswa. Mtoto anateswa, anaweza kutembea kilomita 20 kwenda kusoma, anashinda njaa, anatafuta cheti kinachoharibika. Ungeweza kusema ilikuwa ni vema kwamba ilikuwa vizuri mtoto ateswe aweze kupata hiyo elimu. Biblia inasema ilikuwa ni vizuri kwamba analiteswa niweze kumpata Mungu. Kwa hiyo nayo ipo. Lakini makanisa hata kuambia hicho kitu. Na yasipokuambia hicho kitu haina maana kwamba hakipo, kipo. Haiwezekani watu wakiamua kuhubiri vyovyote wanavyo, hata kama watakuwa wote 100%. Haizuii neno la Mungu kubaki likiwa limesimama kama lilivyo. Haizuii. Litaendelea kuwa kweli ya Mungu hata kama watu wataamua kusema sivyo lilivyo. Haijalishi. Mungu haangalii. Mungu haangalii hata kidogo. Kwa hiyo hata wakiamua kuhubiri wanavyotaka kuhubiri, lolote itakavyokuwa, lakini kweli ya Mungu itasimama. Tumalizie hoja hii kwamba kuna matatizo yanaweza kuwapata watu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tumalizie nilitaka kumalizia Agano la Jipya kabla ya kwenda Agano la Kale. Tumalizie kwenye Agano Jipya ambalo yanatufanana zaidi kuliko hata kwenye Agano la Kale. Japo yote ni ya kwetu kwa kweli. Yote ni ya kwetu. Ni yote yanahusu kanisa, lakini twende kwenye Agano Jipya. Tumalizie katika Wakorinto wa pili 12. Wakorinto wa pili 12, Biblia inasema mstari ule wa 10. Haya ni maneno ambayo ni ya kweli, lakini kidogo ni magumu, na usikubali kuambiwa mambo laini. Watu wasio mcha Mungu wanasema hivi. Ukisoma kwenye Isaya 30 pale, mstari wa 10. Anasema msituambie kweli, tuambieni maneno yale malaini ambayo hayamo kwenye Biblia, malaini. Tusikubali kuambiwa maneno malaini kwa vile tu ni mioyo yetu inayakubali. Hapana, tuambiwe kweli kutokana na neno la Mungu ambalo ni kweli. Mlango wa 12, naomba mtoto ukae chini. Tulie. Na nitakuchapa sasa. Mlango wa 12 mstari wa 10, Biblia inasema Paulo anasema hivi: kwa hiyo
napendezwa na udhaifu. Sio wengi wanaweza kusema napendezwa na udhaifu. Huyu alikuwa amepanda vigezo, amepanda imani ya Mungu sana kuliko mimi na wewe hapa. Sisi hatuna uwezo wa kusema hivi. Lakini imetupasa hivyo. Paulo anasema mimi nataka nimlingane Kristo, na sisi lazima tumlingane Kristo, lazima tumlingane Paulo. Anasema kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufedhuli na misiba kama hii ya Lazaro hii, na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Hapo kwenye Biblia. Au nadhani kwamba ameandikwa kwa baadhi ya watu lakini makanisa sasa hayatuhusu. Pana, yamo. Yamo. Wakati mwingine ukipitia kwenye shida usilie sana. Ukipitia kwenye shida lia kidogo. Ukiwa na matumaini kwa sababu Mungu anakuwa na jambo jema anataka kutengeneza katika. Ni sana Paulo anasema ameamini Yesu anasema katika ni mlango wa 12 ujao. Anasema mbegu isipo kufa ikaoza haiwezi ikaleta faida, itabaki hivyo hivyo. Wakati mwingine tusipopitia katika tabu, watoto wetu wataharibika. Wakati mwingine unaweza kulazimika wewe mzazi kupitia kwenye tabu ili kusudi jifunze sheria na watoto wako wapone. Inaweza kutokea. Mbegu zako zinapona. Na Mungu hata kuacha humo kwenye hizo shida, atakutoa. Kwani Lazaro alibaki kwenye mauti? Hata tunaona mwishoni mwa sura ameshafufuliwa, furaha imepatikana. Furaha imepatikana. Na furaha nzuri ni ile ambayo unakuwa umepitia kwenye shida, unapata furaha baadaye. Ni kama mkulima analima, anapata tabu, lakini wakati wa mavuno anapata furaha kuliko kama angebaki bila kulima na tabu asipate zile tabu lakini asivune. Mungu anataka tupitie kwenye shida alafu tupate furaha ya Mungu anapotukua ametukomboa, ametoa katika shida. Unaweza kusema hili inaweza kawa somo la kujitegemea kwa kweli. Ni almost somo masaa yanaisha. Hoja moja, mistari mitatu. Japo tumeikuta sehemu nyingine kwenye Biblia. Mtu muangalie kuna mtu anakuwa anaitwa Sara kwenye Biblia. Tutaiona kwenye mlango wa 20 wiki ijayo. Kwenye kitabu kwenye Mwanzo. Sara kule kufungwa tumbo lake ilikuwa ni kwa ajili ya muujiza wa Mungu kuzaliwa kwa Isaka akiwa na miaka 100. Akiwa na miaka 90 Sara. Wenzake wako huko mbele wanalea, wananyonyesha, wanafurahi, lakini yeye amepigwa fundo tumboni. Hakuna kitu kinatoka mpaka miaka 90. Ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu hiki kusudi hicho kisa kijulikane mpaka leo kwamba Mungu anafanya matendo makuu ambayo wanadamu hawafanyi. Hakuna mtu anaweza kupata mtoto hata ukienda kwenye utaalamu wa namna gani. Wanadamu wanajipa ujuzi wa mwingi lakini hawawezi kufanya tendo alilofanya Mungu kwa Sara. Tunaona lile tendo sio kwa ajili ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa yuko fit. Kwa sababu baada hata ya Sara kufa Ibrahimu alipata watoto wengine. Kwa hiyo kwa Ibrahimu leo hakuwa muujiza. Kwa sababu baadaye alikuja kupata watoto 6 na mtu mwingine anaitwa Ketura. Japo alikuwa na miaka 100. Ibrahimu alikuwa na miaka 10 zaidi ya Sara ya umri. Kwa hiyo ule muujiza ulikuwa kwa Sara. Kwamba amepata watoto na miaka 90 na huyo amepata mtoto ana miaka 100, huyu wa 100 alikuja kupata na watoto wengine zaidi baadaye ambao sio muujiza. Kwa hiyo haui muujiza kwa sababu nyuma ya hapa alipata wengi zaidi. Lakini Sara alipata mtoto akiwa na miaka 90 ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya iingie katika kumbukumbu ya Mungu kutukuzwa katika hili. Tunaweza kupitia katika shida, tunaweza kupitia katika mateso, katika mambo mbalimbali kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuende katika hoja inayofuata. Turudi katika kitabu cha nilikuwa nimetoka mimi nafikiri turudi katika Yohana 11. Hoja tunayoipata, hoja ya kwanza tumetoka kuiona kwamba watu wanapitia katika matatizo na shida, wakati mwingine hata mauti kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na tumeithibitisha kwa maandiko mengi na tumesema kwamba ni sisi tu tunaofundisha hivyo, makanisa mengine hayafundishi. Kuna mtu atasema amejisifu, basi nimejisifu, hakuna shida, tuendelee. Mlango wa hoja ya pili inasema Mungu huwapenda wampendao na huwachukia wamchukiao. Leo hii kuna watu wanamchukia Mungu.
Kuna watu ukiwaambia kuna neno la Mungu linaitwa Biblia, anatamani angeichana hata zote angezikusanya akazitupa baharini. Kuna watu wengine wanasema mambo Mungu unaniambia vitu gani? Mimi siamini katika vyote hivyo. Lakini tunaona kwamba Mungu ana tabia ya kuwachukia wamchukiao na kuwapenda wampendao. Leo wanakuambia Kristo anasema Mungu anawapenda wote, Biblia haisemi hivyo. Mungu iseme kidogo, unajua hoja nyingine zinahitaji maelezo mengi kiasi kwamba unaweza kaishia kwenye hoja mbili. I don't know. Lakini watu wote tunazaliwa tukiwa wadogo kwa sababu tunakuwa hatuna chuki dhidi ya Mungu. Watoto wote wakiwa wadogo, watu wote Mungu anawapenda na anataka wako. Hakuna mtoto anayezaliwa Mungu anamchukia. Hata mtu kama Osama bin Laden alikuja kuwa yamkini adui wa Mungu kwa sababu kwanza hakuokoka. Naamini. Hao akina Hitler wakati wanazaliwa walikuwa rafiki wa Mungu. Sasa wakisha kuwa kidogo wanaanza kupingana na Mungu. Mungu anaanza kuwachukia. Kabla hajawachukia anawapa nafasi 2-3 za kurudiana naye. Wakikataa anawachukia. Lakini watu wanakuambia watu wote na akina Hitler ni wala marafiki wa Mungu na akina. Bana, sicho Mungu anachosema. Tuende katika mlango wa 11. Tuanze mstari wa kwanza. Tulikuwa tumeanzia mbele kidogo. Turudi nyuma kidogo. Mstari wa kwanza Biblia inasema hivi. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, hiyo ni lugha ya kibiblia lakini maana yake alikuwa anauma. Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Unaona kwamba baadaye tunaona kwamba Lazaro anafufuliwa, lakini angalia hii familia ilivyokuwa na Yesu. Mariamu ndo huyo ambaye tutakuja kuona kwenye mistari mingine kwenye mlango wa 12 na kwenye Luka sehemu 2 tofauti. Ni mtu ambaye alienda akatumia mafuta yake, akatumia vitu vyake kwa ajili ya mwili wa Kristo. Alikuwa ni rafiki wa Kristo. Jana hapa tulikuwa tuna kazi zinaendelea hapa. Kuna familia ilikuja hapa ilikuwa inafanya kazi yote. Iko wengine wanasafisha, wengine wanajenga, wengine wanafanya nini? Huwezi ukasema kwamba huyo ni Mariamu kwa Kristo. Hapa kulikuwa kuna kazi nyingi sana. Hapa kulikuwa kuna matakataka na majitu gani. Na bado tunaendelea kufanya kazi ya kupanua hapa. Huyu ndiye Mariamu aliyeenda akakuta Farisayo amemwalika Kristo. Kristo amekuja anatembea kwa miguu yake michafu. Mgeni unayemtii, unayemheshimu, unampeleka anawe miguu, unampa mafuta apake, lakini Kristo yuko anakula bila hata kunawishwa, wanataka tu kumchota maneno. Mariamu akaumia sana. Akaenda, akachukua mafuta yake, akamwagia, akalia kwenye miguu yake, akamuosha kwa machozi yake na kumfuta kwa nywele zake. Alafu Kristo asije akamfufulia kaka yake. Amina. Amen. Tuwekeze kwa Kristo. Tunaona kwamba huyu Mariamu, wanafikiri hiki kisa kinaingizwa humu cha Mariamu. Alichomfanyia Kristo kinaingizwa hapa kuonyesha kwamba Kristo hakuja kwani kuna hapa unadhani Wayahudi walifiwa na mtu mmoja anaitwa Lazaro peke yake? Walikuwa wengi wengine, lakini tunaona wa Mariamu. Na tutaona mbele kidogo Yesu anaingia kwenye nyumba sehemu nyingi mara nyingi. Je, umefungua mlango wako Kristo aingie? Uko tayari kumuosha Kristo kwa nywele? Leo hii wakina mama nywele zao ni kama roho zao ni muhimu kuliko, yani unaweza ukachafua roho yake lakini usimgusie nywele yake. Amina. Sio ninyi mlioko hapa. Ninyi mko radhi mnaweza mkatumia nywele zenu kumfuta Kristo. Najua kabisa. Lakini ndivyo walivyo duniani. Lakini Mariamu binti mzuri anachukua nywele zake anamfuta Kristo. Kristo anakuja anasema siku ukipata shida wewe nipigie tu simu. Nipigie simu naweza nikachelewa lakini nitakuja nitakufufulia. Una matatizo nitakufufulia kaka yako. Tunaona hoja kwamba hawa watu hawakuwa na uhusiano wa kawaida na Kristo. Msome mstari wa 5. Anasema hivi. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake Lazaro.
Okay, sijaangalia kwenye King James, nadhani ameandika tofauti kidogo. Lakini alikuwa anawapenda hawa watu wawili, maumbo wawili au madada hawa, Martha na Mariam. Na tutaona hata katika Luka wanamtumikia. Na anakuja kwao. Biblia inasema aliwapenda. Sasa kama Yesu alikuwa anawapenda Wayahudi wote, kulikuwa kuna haja gani ya kusema kwamba aliwapenda hawa wawili? Tunaona kwamba maana yake hawa watu walikuwa wanapendwa na Yesu kimaalum kabisa. Je, unataka kupendwa na Yesu? Na kuombea upendwe na Yesu. Tumia mafuta yako, tumia moyo wako, mpe moyo wako, tumia nywele zako, tumia machozi yako kumtakasa Yesu. Kuna maana yake kiroho. Tunaona kwamba haya mambo yanawapata sio kwa bahati mbaya. Tusome Yohana 12. Tulikuwa kwenye 11, tuende mbele kidogo. Mstari wa kwanza Biblia inasema hivi. Basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Bethania. Tunaona kwamba huu ni mji wa Bethania. Na tulikuwa kuona kwamba ilikuwa kama maili 10 kutoka Yerusalemu, sio mbali na alipokuja kufia. Akifika maeneo ya pale alikuwa anaenda Bethania pale. Je, Kristo anatembelea kwako kila siku au mnakutana siku ya Jumapili peke yake? Na ukifika Jumapili napo unakuwa upo tu kimwili kiroho, upo? Lakini tunaona Kristo kila wakati anaingia nyumbani kwa hawa watu. Basi siku 6 kabla ya Pasaka Yesu akafika Bethania alipokuwako Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Unaona kwamba hii nyumba alikuwa hafanyi nini? Hayati, anaitembelea. Ameshatoka kumfufua lakini anakuja tena na wanamwandalia sherehe pale. Anasema kwamba Lazaro alikuwa naye amekaa pale, watu wakaja kumwangalia Yesu, lakini hasa sio Yesu, walikuwa wanataka kumwangalia Lazaro. Yesu anapata utukufu mara ya pili. Yesu alipata utukufu katika kifo cha Lazaro, anakuja kupata hata utukufu katika uhai wa Lazaro. Tunaona kwenye mlango wa 12. Sitaenda huko kwa sababu tutakuja kusoma sio muda mrefu. Twende sehemu nyingine. Nenda Yohana 12:2 pale. No, Yohana 20:2. Biblia inasema. Yohana mlango wa 20, mstari wa 2 Biblia inasema. Yohana 20:2. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akamwambia, wamemwondoa Bwana kaburini wala hatujui walikomweka. Sikutaka kuongelea habari za ufufuo wa Kristo na kufufuka kwa Kristo. Ninaongelea yule mwanafunzi mwingine, Biblia inasema ambaye Yesu alimpenda. Unataka kuniambia kwamba wanafunzi wote walikuwa wanaitwa jina la kwamba ni wanafunzi ambao Yesu aliwapenda? Huyu alikuwa maalum. Sasa uwezo kufikiri kwamba Yesu anachagua anasema huyu nampenda, huyu simpenda, pana. Yesu anatupenda na kutuchukia. Hoja tunayoona hapa ni kwamba Yesu anachagua wanafunzi wengine anawapenda kwa sababu ya thamani na faida tunayofanyia. Na hata mzazi anaweza akawa na watoto 2, 3, hata 7. Lakini kulingana wote wamepitia kwenye tumbo lake vile vile, lakini mmoja akampenda au mwingine akampenda au mwingine asimpenda akamchukia, kwa sababu wote vinasaba vyao vinalingana kwa huyo mzazi, lakini anaangalia thamani aliyonayo kwake. Ipo kabisa. Lakini leo utaambiwa na dunia, Yesu anakupenda wewe. Na wewe. Na wewe nabii wa uongo, Yesu anakupenda. Na wewe kahaba. Hapana, Biblia haisemi hivyo. Tunaona kwa mwanafunzi anapendwa na Yesu, wala sio Petro. Yamkini huyu mwanafunzi Yesu alikuwa anaangalia moyo wake, anasema huyu moyo wake ni wa mbinguni zaidi kuliko wa Petro. Na kama kuna mwanafunzi anayependwa kuliko wengine, basi tunaona kwamba Yesu anawapenda watu wampendao. Na hata wakati Yesu anasulubiwa msalabani, walikuwepo wanafunzi wake wako wamechanganya mle, lakini alimwambia mama yake, alimwambia Mariamu kwa jinsi ya mwili, mama wa mwili sio roho. Kristo alikuwa na roho na mwili. Roho ndio ilikuwa na nguvu zaidi. Alikuwa Mungu katika mwili. Lakini kimwili alimwambia mama yake, akasema tazama mwanao ni yule pale. Ni yule mwanafunzi. Hajamwambia nenda kwa Petro. Lakini aliyekuwa amempa ukuu hakuwa yule mwanafunzi, alikuwa Petro. Lakini anasema tazama mwanao. Huyu ndo rafiki yangu, lazima tujaribu kuwa marafiki wa Kristo kuliko watu wengine. Ndio Biblia inasema.
Ili kusudi tukipatwa na msiba Kristo aweze kuja kutufufulia Lazaro wetu. Tukipata na ugonjwa Kristo aje akatuponye. Wewe niambieni wanadamu wote, mimi ninaijua hii. Nimeifanyia uchunguzi na utafiti wa kitaalamu. Ni eneo langu la kitaalamu pia. Wanadamu wote wanaumwa. Wanadamu wote ni wagonjwa. Kabisa. Sana tu. Kiwango tu ni ile neema inavyotushika, Mungu kabla hajatuachilia ule ugonjwa ukatupeleka mbele zake. Sasa ninakuhakikishia tunapokuwa karibu na Yesu, tukawa rafiki wa Yesu, kwa sababu kundi lote binadamu wote tunaumwa, ni kiwango tu cha kuachiliwa. Ni kiwango cha Yesu kuendelea kushika kwa neema yake. Si kama nimeeleka kwenye hiyo hoja hapo. Nifafanue zaidi. Pana, nadhani inaeleweka. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mwanafunzi alikuwa anapendwa na Yesu. Kwa hiyo watu wote wapendwa na Yesu sawa. Ni wanafunzi wake ndio. Sehemu nyingine anasema siombe dunia, naombea hawa. Na akamaliza anasema pana, siwaombei hawa, tunaombea na wale wengine wote watakao niamini kupitia kwa mafundisho ya hawa. Ngoja tuiguse hiyo hoja. Hata kama tutakaa wiki 4 kwenye Yohana 12. Kitabu cha Yohana nataka niende pole kweli. Hata kama tutakimaliza mwaka 2020 mwezi wa 9 mwakani, I don't care. Lakini tukitoka tumekijua kitabu cha Yohana, tumejua karibu sehemu kubwa ya Biblia. Kwa hiyo twende tu pole. Twende katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 na 6. Mlango wa 16 na 17. Anasema mtaupata huu mstari, nitafuta mstari wa ngapi, wa 9. Hapana. Kwa mlango wa 17. Yes. Mlango wa 17 wa Yohana. Mstari wa 9 anasema hivi. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Leo hii kuna makusanyiko ya makanisa wanaenda kuombea ulimwengu na amani ya dunia na kuombea watu wote na nini kwa jina la Yesu. Sio kweli. Hao wanaomba kwa jina lao na kwa nguvu nyingine, lakini Kristo haombi hivyo. Anasema mstari wa 9, mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu. Kristo anaombea ulimwengu? Bana, anasema siuombei ulimwengu. Siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa. Wao ni baadhi. Kwa kuwa hao ni wako. Anaendelea mbele. Na mstari wa 20 anasema hivi. Wala si hao tu ninaowaombea. Anapanua wigo. Lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Yaani maana yake anaombea wale mitume, haombei ulimwengu, lakini haishi kwa mitume, ni kwa wale wote watakao okoka. Kwa lugha nyingine, Kristo anaombea waliookoka. Je, wasiookoka Mungu awapenda? Na wapenda. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu wote hata mtoa mwanawe pekee, ili kusudi kila amwaminie aweze kuingia kwenye hili kundi lao ombewa sasa. Ameweza utoa, lakini anapoenda katika maombi yake na mapenzi yake ya kila siku, siombee ulimwengu. Tukusanyike tuombee ulimwengu, watoto wote wa dunia tuwaombee, na wazee si wa dunia hii, si na amani ya umoja, tusimame tuombee Israeli. Mungu anasema hapana, naombea wale walioniamini tu. Akija mtu mwingine akawaambia vitu vingine ambavyo ni kinyume na vivyo andikwa kwenye Biblia, usikubali. Usikubali. Turudi kwenye ile hoja. Kwa hiyo tuna hoja ya pili, na sijui kama sasa tutabaki katika hoja ya pili. Mungu anawapenda wale wampendao. Anajali wale hawajalio, wamjalio, na wasiomjali hawajali. Je, lakini Mungu ni mwenye rehema tofauti na wanadamu. Anasema anaonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Lakini haimzuii kujua kwamba kwani muda wote tutaenda kusalimia marafiki tu. Ukipita unachagua yule ndio rafiki yangu, unamsalimia habari asubuhi.
Mungu tunatakiwa tu kama Baba wa mbinguni tunawapa watu mvua wote hata wabaya na wasio. Lakini haiwazuii kwamba ni wabaya. Haiwazuii wasalimie. Na Mungu anataka tu anasema, "Je, mkiwasalimia tu ndugu zenu peke yake, je, mtakuwa mmefanya jambo gani tofauti na watu wa dunia nao si wana ndugu zao wanasalimiana?" Sema lakini nini sasa? Waombeeni wanaowatesa. Tunaombea dunia ndio sababu nikiwa nahubiri sifurahii kuwahubiria ninyi mlioko hapa. Lazima niweke na kamera niambie dunia. Niambie watu wanaosikiliza lugha ya Kiswahili. Kwa sababu nawapenda sana. Napenda wajue kweli, lazima nanyi mtajua kweli na ile kweli tutawafanya huru. Ndicho Mungu anachotaka. Lakini haina faida kwenda kuwadanganya Mungu anawapenda wote. Mungu hajasema hivyo. Tusome Yohana tumetoka. Twende kwenye agano la tusome mstari wa 3 kwanza alafu watatu tuliona kwamba Mariamu alikuwa ametoka kumpaka mafuta sehemu nyingine. Twende kwenye agano la kale kidogo alafu tutamalizia. Twende katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20. Kanuni ya Mungu ni ile ile. Iwe ni agano la kale au agano jipya. Utendaji wake unaweza kubadilika lakini kanuni ni ile. Kanuni ya Mungu ni kupumzika katika Sabato. Kanuni ni ile ile. Lakini utendaji wake ukabadilika. Ukatoka kuwa siku ukawa katika Kristo. Kanuni ya Mungu ni ile ile. Lazima tule vyakula vilivyo visafi, vilivyo takatifu, inatoka katika vyakula inakuwa katika vyakula vya rohoni. Mlango wa 20 Kutoka kwenye zile amri 10 za Mungu. Neno lote ni amri ya Mungu lakini kuna zile 10 ambazo ni kama ufupisho. Mstari ule wa 5 anasema hivi. Anasema usivisujudie wala kuvitumikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kwanza tutakuja kulisoma ile somo kwamba Mungu ana wivu na si lazima tuwe na wivu. Na wapatiliza wana maovu ya baba yao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Tunaona kama Mungu anawatambua wanaomchukia. Anawapatiliza. Lakini utaambia twende tukaombee dunia nzima. Kristo aombee dunia nzima. Kristo hafufui kwa kila mtu, anafufulia wengi wakina marafiki zake, kina Lazaro. Na Mungu anasema ninapatiliza mpaka kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Ili neno la Mungu au sio neno la Mungu? Neno la Mungu lazima tulikubali. Anasema na wapatiliza mstari wa 5. Anasema na wapatiliza wana au watoto maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Nami na warehemu maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Sicho dunia inachokwambia. Mungu anasema nina makundi mawili. Kuna hawa wanichukiao, ninawapatiliza mpaka kizazi cha 3 na cha 4. Kuanzia kizazi cha 5 Mungu anasahau, alivyo mwenye rehema. Anaishia cha 4. Lakini sasa hao ni wamchukiao Mungu. Lakini wanaomcha Mungu, wanaozishika amri zake, ameweka na kundi kuzishika amri. Leo hii dunia inashika amri za kicho na utakatifu wa Mungu, inashika amri ya kuto kufanya uzinifu na uasherati. Kwa hiyo Mungu hawezi kaingiza kwenye kundi kwa sababu hawazishiki hizo amri zake. Kwa hiyo hawaingii, dunia haingii kwa sababu haishiki na haifundishi hivyo, haifikiri hivyo, haiburudiki hivyo, haifanyi chochote. Kwa hiyo inaingia kwenye ile kundi la pili. Lakini anasema ni wale wanaonipenda na kuzishika amri zangu ninawarehemu katika maelfu yao. Maana yake hana mwisho. Anawarehemu hawa. Tuende katika kitabu cha Malaki, kitabu cha mwisho katika kitabu cha mwisho katika agano la kale, Malaki 1:2 Biblia inasema hivi. Baada ya Zakaria, mimi niko kwenye Zakaria. Malaki 1:2 Biblia inasema hivi. Nimewapenda ninyi asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Unajua Mungu anatupenda afu tunahisi hajatupenda.
Mungu amekupa uhai. Unalala unaamka vizuri. Amenipa uhai na nalala naamka vizuri. Hatujabanwa na pumu. Alafu unasema Mungu kuna watu wengine umewapenda kuliko mimi. Anasema anasema hivi, je, Esau siye ndugu yako Yakobo? Sio ndugu yake Yakobo? Asema Bwana, ila nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa. Esau alikuwa hamchi Mungu. Alikuwa amepingana na kweli ya Mungu. Mungu anasema kama mnadhani nawapenda watu wote sawa, Esau nimemchukia, Yakobo nimempenda. Je, Yakobo ni kwamba ni mtakatifu afanye dhambi? Anafanya dhambi, lakini moyo wake ni wa kumcha Mungu. Hem, tumalizie hoja hii. Some mlango Isaya 59. Kabla tujamaliza agano la kale. Isaya 59:2 anasema hivi. Lazima tufike sehemu fulani tuijue sauti ya Mungu wala asitokee mtu akakudanganya kijinga jinga. Ukiona tu, unajua mtu muongo kama unajua neno la Mungu la kweli, ukisikia tu alivyoanza hoja zake 2-3, utajua kwamba tayari huyu ni muongo. Anachokisema sio cha kweli. Utamsikia tu wala usisubiri akupangie mistari. Ile tu jinsi anavyoanza kuongea unajua kwamba huyu anaenda kudanganya, usikubali. Mstari wa 2 Biblia inasema Isaya 59. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Maneno kama haya hayapendezi kwa Mkristo kuyasikia. Lakini Mkristo mcha Mungu lazima ayapende kwa sababu ndio kweli. Na siku tutakapoacha kufundisha kweli, tutaachana na hii biashara, tutafanya kazi nyingine. Mungu anasema kitu kinachomfanya watoto wote wadogo wakizaliwa Mungu anawapenda wote, lakini baadaye anasema wengine nimewachukia, kina Esau, kina Yakobo nimewapenda. Kinachofanya anakieleza katika mlango wa 59 wa Isaya, mstari wa 2 anasema lakini maovu yenu. Watu wakishaanza kuwa na umri wa kutenda maovu sasa, ndipo anaanza kuwatofautisha. Yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Maneno makali. Jamani, haya maneno sio ya kwangu, ni ya Mungu. Mimi ninachofanya tu ni kuyatafuta na kuyaweka hapa. Na mengi naletewa. Sio kama ninayatafuta kwa nguvu zangu, yanaletwa. Anasema sema na hili hapa. Sema na hili. Kwa hiyo tumeona kwamba hii ndo kanuni. Huyu mtu angetokea mtu ambaye amefarakana na Mungu, anataka Mungu amfufulie kama alivyowafufulia akina Martha na Mariamu maumbo wale. Asingefanya hivyo kwa sababu Mungu hataki kusikia. Amewafarakanisha na dhambi zao. Zimewafarakisha na Mungu wao. Mlango wa 12:16 mpaka wa 12:16 Ibrania sita kusoma ni ufafanuzi wa kwa nini Mungu alimchukia Esau. Tuliotoka kuiona kwenye Malaki. Na inayopatikana katika Mwanzo mlango wa 25 na 26. Ni kwa sababu Esau alikuwa amefarakana na Mungu kwa ajili ya dhambi zake. Hapendi kumtafuta Mungu, anataka kuishi kama dunia na makanisa ya leo. Tutaishia hoja mbili za leo. Tutaishia hapa lakini tufunge kwa kuona hawa kina Martha na Mariamu wana historia ndefu na Kristo. Naomba wewe na mimi tuwe na historia ndefu na Kristo. Tusikutane na Kristo mara moja, tusikutane kwenye wakati wa kufufua matatizo yetu na kutuondolea shida zetu. Tukutane naye katika kazi zake. Tukutane naye katika tabu zake. Tukutane naye katika injili tumepeleka injili. Tukutane na Kristo katika kazi ya ujenzi wa kanisa, tukutane na Kristo katika maombi, tukutane na Kristo katika sehemu nyingi kama akina Martha na Mariamu. Hawakukutana kwenye tukio hili. Biblia imejaa habari zao na uhusiano wao na Kristo. Alafu msiba wao ukiwapata, Kristo anasema nitakuja niwasaidie. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo 26 tuone sehemu nyingine ambapo hawa maumbu walikuwa na mambo mengi sana. Mathayo 26:6 anasema hivi. Mathayo 26:6 anasema hivi. Naye Yesu alikuwako Bethania. Tayari tunajua Bethania ni kwa kina Martha na Mariamu na Lazaro. Alikuwa hakauki huko.
Unajua Kristo anatembelea sehemu ambapo anapendwa. Unadhani Kristo anaweza katoka hapa akatembelea msikitini hata kama ni kwake ile ardhi ni yake? Hapendwi, haendi. Lakini anaweza kaja akakaa hapa, karudi akaenda akakaa hapa. Akakaa akasubiri ibada zetu zikaisha akiwa anatuhudumia. Ikawa Yesu anasema naye Yesu alipokuwapo Bethania katika nyumba ya Simoni mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa alimkaribia akainama kichwani pake alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukizwa wakasema, ni wa nini upotevu huu? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi wakapewa maskini. Yesu anamtetea anasema huyu amekuja kunifanyia kazi. Msimtaabishe. Sasa unaweza kusema kwamba mbona hatuna waka kwamba ni Mariamu? Kimsingi ni Mariamu kwa sababu Biblia wakati mwingine hasemi vitu vile wakati wote. Lakini tunaona ni mji wa Bethania. Nyumbani kwa Mariamu na tunaona sehemu nyingine Mariamu ndiye anafanya hiyo kazi kwa sababu tumeiona kwenye Yohana mlango wa ngapi? Wa 11. Tunaona mlango wa 11 anasema mstari wa 2 anasema ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Unaona ni Mariamu huyo. Mariamu ana historia ndefu na Yesu. Tuone historia ya Yesu na Hawa na hii familia. Kwa hiyo tukutane na Yesu katika mambo mbalimbali. Tuenda kwenye Luka mlango wa 10. Luka 10 tusome mstari ule wa 37. Biblia inasema hivi. Luka 10:37. Anasema hivi. Hivi inasema Luka 10. Tuanzie 38. Ikawa katika kuenenda kwao aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani kwake. Sasa hapa ni zamu ya Martha actually. Hao madada wawili hawezi kupata shida. Huyu anamfanyia hiki nyumbani kwa Simoni mkoma. Huyu anamkaribisha nyumbani mwake, Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika na utumishi mwingi, akamwendea akasema, Bwana huoni vibaya hivyo ndugu yangu? Sasa hapa kuna kwa kujichanganya, lakini hawa watu wana moyo ulio katika nafasi sahihi. Martha alikuwa hajajua kwamba kusikiliza neno la Mungu kuna thamani kubwa, lakini alikuwa anatumika kwa habari ya Kristo. Mariamu anatumika kwa habari ya Kristo. Lazima wakipata msiba, Kristo na yeye anakuja kwa mara moja na kuwatendea muujiza na kuwaponya. Kwa hiyo tunaona hawa madada walikuwa sio wavivu, sio watu wa hasara. Biblia inasema Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. Mungu haoni aibu kuitwa Mungu wao. Na kuna sehemu nyingine hawa dada wanaonekana wanafanya wako pamoja na Kristo. Wako pamoja na Kristo, wanafanya kazi za Kristo. Kwa hiyo tutaishia hapa. Tumeona hoja mbili kubwa zilizoishia kwenye mistari kama ya 5 na 6 pale. Tutakapokutana tutaendelea na hoja zitakazofuata. Kwa hiyo bado kwenye hii sura bado kuna hoja 12. Na zote ni kubwa. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba neno la Mungu ana mambo mengi sana mazuri kwa ajili yangu na wewe. Naamini vitu tulivyojifunza haviwezi vikawa hasara katika maisha yako. Katika hasara za watoto wetu. Takuwa ni vitu vyenye kutupa faida kubwa kuliko hata fedha. Amen. Basi tumshukuru Mungu Baba, tunakushukuru kwa nafadhili zako. Asante Mungu kwa neno la leo. Asante kwa kusanyiko hili, asante kwa kutupa neema kujifunza kweli yako. Naomba ikawe halisi katika maisha yetu. Mungu tunakushukuru kwa yote tunayaona tusiyoyaona, kwa wema wako ni mkuu kwetu na wema zako ni nyingi kwetu Mfalme. Basi Mungu tunaomba ukakusanyika nasi katika vipindi vinavyoendelea, uendelee kutufundisha na kutubariki. Mungu barikiwa na kuinuliwa sana katika yote katika kusanyiko hili. Mungu tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mimi tunakupokea. Amen.